tunashukuru Mungu tu. Fresh kabisa Isaya. Jambo sana hatujakaa pamoja kuweza kuzungumza mambo mengi sana. Ni kweli najua na ndo maisha. Najua mambo yanakuwa mengi. Kwa hiyo najua tu kijana lazima ile tu bwana limebadilishwa hili. Tunajua tawi kubwa afu tawi liko mjini. Tawi aliko vichocholoni liko barabarani, lazima muonekano wake uonekane. Ndio. Bwana Miki kubwa nimekutafuta Shabani Mpira Pesa tuweze kufahamu kuhusiana na mchezo wa Kariakoo Derby. Mchezo wa mwisho ambao utatoa atma ya bingwa, lakini nyinyi wenyewe mnakutana. Manake mkiwa kama mtafanikiwa kushinda michezo ya kesho, manake mtakuwa tofauti ya gap ya alama moja, ambao mchezo wa mwisho utatoa bingwa. Tumeona post ya msemaji wa Simba bwana anasema mchezo wa mwisho wa kuagana ni siku ya kesho pale KMC dhidi ya Kagera Sugar. Hiyo inatoa tafsiri, manake kama Simba hawajatoa statement yoyote na kwa msemaji mchezo anautambua mchezo wa mwisho, manake mchezo wa Derby kama mtoshiriki. Na mara ya mwisho tunaona wanachama wa Simba wanaoelekea kule mechi ya Kengold Tabora walisema wamebakisha mechi 2, na leo msemaji ameibuka amesema mechi ya kesho ni kuagana. Wewe kama kiongozi wa Mpira Pesa, kiongozi muandamizi ndani ya tawi kubwa kabisa ambalo ndani ya Simba lina nguvu, mechi ipo, mechi haipo Shabani? Kwanza ni mpongeze ndugu yangu kwa sababu kawaambia wana Simba ukweli uliokuwepo kwamba mechi ya kesho ni ya kuagana uwanja wa nyumbani. Sababu kesho mechi ile nadhani mwenyeji ni sisi dhidi ya Kagera Sugar, lakini baada ya hapo mechi za ugenini labda na ndo zitakuwa zimebaki. Lakini mechi ya kesho dhidi ya Kagera Sugar ndo mechi ya kuagana mashabiki kwenye uwanja wetu wa nyumbani wa KMC Complex. Lakini Simba mpaka sasa kacheza michezo 28. Bado ana mechi 2 mkononi. Kwa hiyo katika michezo 28 kesho tunacheza dhidi ya Kagera mechi yetu ya 29. Kuna mechi nyumbani, lakini kuna mechi moja ambayo iko kwenye mfuko pembeni bado haijatolewa kama zawadi maalum. Mechi hiyo labda ndio maana msemaji wetu kaenda kuweka kama bani, lakini mechi zilizobaki ni 2. Mechi zilizobaki ni 2 kwa maana ya Kagera Sugar pamoja na Young Africa na nyuma mwiko mechi ya tarehe 25. Sasa mechi ya kesho kweli tunaenda kuagana kupitia uwanja wetu wa nyumbani ambao uwanja sisi umetupa mafanikio kwa sababu pointi nyingi tumekusanya tukiwa pale na ndo watu wa kwanza kufungulia ule uwanja ulivyotengenezwa tu na Manispaa Kinondoni. Sisi tulifungulia na kweli uwanja umetupa mafanikio. Kwa hiyo mechi yetu ya 29 tunaagana nyumbani kesho uwanja wa KMC Complex. Yes. Dhidi ya Kagera Sugar, timu ambayo tayari ambayo ishashuka daraja. Mna asilimia kubwa, asilimia 90 za kuweza kushinda ule mchezo. Manake ukiangalia kesho ni tarehe 22, inabaki manake tarehe 25, manake ni muda mchache. Yani kama ni siku 3, manake lazima siku ya 24 manake kutakuwa na ile kufanya mazoezi. Vipi kwa namna ambavyo natazama kikosi cha Simba kuelekea katika mchezo huo sasa dhidi ya Young Africans? Mmetazamana hapa katika michezo hii, manake kwa muda mrefu wao kucheza, lakini kwenye michezo hiyo wameanza kucheza na Prisons wakashinda 5, nyinyi na Kengold mmeshinda 5. Siku chache mnakutana wenyewe. Kikosi chetu si bora. Kikosi chetu si bora, lakini watu wanasema kuna style wanasema muamba ngoma uvutia kwake, lakini si atuvutii kwa sababu ya maneno. Ubora wetu umeonekana uwanjani. Kwanza ubora wetu ulikuwa kwenye mashindano ya kimataifa. Tumefanya vizuri, tumecheza finali na tumepandisha renki yetu. Naona mpaka kwenye 4 bora tulikaa hata kama kwa muda, lakini sasa hivi tuko kwenye 5 bora. Na nimeona 10 bora napo tupo vile vile kwa kila sehemu. Kwa hiyo kwanza ubora huo, lakini ubora huo sio wa nje, ni wa ndani ya pitch kwa sababu timu yetu ilikuwa bora. Lakini la pili leo hata tunaopambana naye katika mbia za ubingwa katupita pointi 1 tu, lakini michezo ni sawa. Kwa hiyo siwezi kusema timu yangu sio bora wakati pointi alotupita ni 1 tu. Kwa hiyo mimi niseme timu yangu ni bora na uhakika mechi zilizobaki tunahitaji pointi 6 kwa hali na mali na kwa design yoyote inayojulikana. Lazima tupate pointi 6. Kama tulizotupata pointi 12 kwa back to back,
ya siku moja, siku ya pili, siku ya tatu mechi, na wakajua tunaweza tukapoteza. Tulikusanya 12, lakini achia hiyo, tumepiga back to back nyingine 3, tumecheza back to back 4, tumecheza finali ya kwanza Morocco, tumerudi tumekuja kucheza finali ya pili hapa Zanzibar. Baada ya hapo tumepumzika siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu tumecheza dhidi ya Singida Black Star ya ligi back to back, watu wakajua labda tutapoteza. Baada ya hapo tumeenda tena wapi? Babati. Na ndo ambako tumepoteza mechi. Kwa hiyo back to back tulizozicheza kwenye ligi watu wajua tutapoteza, tujapoteza. Na hata hizi 3 ambao ni ya Ken Gold tushaiua. Leo kesho tuna mechi zidi ya Kagera Sugar, nayo ni ngumu, lakini tutapata matokeo, na tarehe 25 tunaenda kumalizia back to back yetu, na inshallah Mwenyezi Mungu atajijalia tutapata. Na sisi hatulii, kwa sababu sisi tumecheza finali ambao ndo mashindano makubwa katika Afrika, klabu bingwa na shirikisho. Hatujasogezewa muda mbele, lakini kwa sababu jamaa wao kazi zao kulialia, wamesogezewa mpaka katika Federation finali. Walibidi wacheze tarehe 28, lakini wamesogezewa mpaka 29. Watambue kwamba sisi tulivyotoka katika shirikisho finali, tena katika mechi ya finali ya mwisho, Simba waliomba mechi ya Singida Black Star moja itakupelekwa mbele, lakini tulikataliwa. Mwisho wa siku tumerudi Dar es Salaam, tumekaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu tumeenda kucheza ya ligi. Lakini hata hivyo Simba kasafiri tena kaelekea Babati. Baada ya siku moja, siku ya pili, siku ya tatu kacheza tena nusu finali ya kombe la Federation. Kwa hiyo wao waone wanabebwa, lakini tuambie huku kubebwa kwao ni hapa Tanzania. Ukiwa nje hauwezi kubebwa design ile, na ndio maana watoboi. Lakini sisi kwa sababu tunajua majukumu yetu ni mpira, na hapa nyumbani tunajua kabisa uonevu unaofanyika nyumbani. Nje ndio maana tunafanya kitu bora. Kila Mwafrika, sio Mtanzania, Mwafrika yote anajua. Ukienda Ivory Coast, ukienda Cameroon, ukienda Misri, ukienda Morocco, ukienda Algeria, ukienda Senegal, wanazungumzia Simba Sports Club. Hawazungumzii mtu mwingine, wanazungumziwa kwa nini? Kwenye mashindano ambayo yanataka. Kwa nini hapa ndani ukimsikiliza Young Africans anawazungumzia kama ni timu ndogo? Wanasema wao ni lidude likubwa, yani kama nyinyi ni timu fulani ndogo, na kwa mujibu wao wanasema watawapiga goli 7. Yani ujeuri kama huu au ujasiri kama huu Young Africans anapata wapi kuambia nyinyi kwamba atawapiga goli nyingi, na anawachukulia kama timu ya kawaida ambayo timu mmetoka kucheza finali ya kombe la shirikisho barani Afrika? Shabani, kuna maneno afu kuna vitendo. Ndio maana nakwambia unaweza kukuta jitu lofa kabisa halina kitu, lakini linamwambia tajiri. Yeye ndiye tajiri gani? Hela zenyewe sio zako, lakini tajiri sawa. Alafu yeye usikute hata hela ya kununua kipande cha muogo shilingi 100 hana. Ule ni ulofa ule ukifiri. Kwa hiyo na wao wale ni marofa. Leo uweze kumwambia Simba hana chochote anachokifanya, au Simba klabu ndogo, alafu wewe ukawa mkubwa, wakati wenye mpira wao kafu si wametupa renki tuliokuwa bora. Na nukuu afisa habari wao ule mlopokaji ovyo alisema kwamba iwapo tutamfunga USM Alger, iwapo tutaweka historia ya kuwa nafasi ya 5 katika ubora Afrika ambayo haijawahi kutokea katika ukanda wa Sekafa, iwapo walishindwa kupata goli moja tu ili wapate nafasi ya 5. Lakini Simba Sports Club ambao waliwabeza na walisema wao ndio wanaweza wakasonga mbele kwa mashindano ya kimataifa, hamna klabu nyingine zaidi ya nyuma mwiko, kaishia makundi, lakini Simba kaisha finali. Sasa wewe kama unakilichema mchanganya hapa kati ya maneno ya afisa habari msema ovyo na afisa habari mkweli bwana ubaya ubwela, yani maneno mazuri yako wapi? Sasa hata sasa hivi wanaposema kwamba si watatufunga goli 7-8, kwanza haijawahi kutokea kutufunga goli 5. Yani na ndo kwanza hawa kizazi hiki ndo wameona goli 5. Lakini mimi mtoto wangu kaona goli 5 za mwanzo tena 5 bila. Sawa Lakini mimi katika rekodi zangu 2012. Yes, 2012 Benjamin kwa mechi ya ligi kombe liko uwanjani chini ya kiongozi Ismail Adel Lage, wanakula goli 5 bila, tena wameondoka uwanjani hawajashangilia hata goli moja. Si mechi yao tufungao goli 5, si tumeshangilia. Medali ile hawakuvaa. Na hawakuvaa ile medali, wamechukua goli 5 bila. Sasa ukizungumzia hawa watu kwamba wao wanataka na hiyo ndoto tena kujirudia, manake ni mechi ambayo itakuwa kombe, situation ile, miaka ni tofauti, wachezaji ni tofauti, viongozi ni tofauti. Unaona kilojirudia cha 2012 kombe liko uwanjani, mkawapiga goli na tena wakosisia tena medali. Sisi na wao kama kuna kitu kimewekwa hawajawahi kuchukua. Wewe Shabani. Na hapa kumbukumbu sisi nakwambia hajazaliwa hiyo. Kwanza tuna miaka mingi hatujacheza
mechi za ligi kwamba mechi hii ya mwisho na ndo anaamuliwa bingwa. Yani kitu. Hakuna. Yani muda mrefu. Na mara ya mwisho wafuate wakaangalia kumbukumbu zao. Hawajawahi kuchukua. Na hata linapokuwa kombe uwanjani wakicheza na sisi, uwaga wanajuaga shughuli yetu. Yani kwenye mashindano yote mkicheza ikiwekwa kombe tu pale. Likiwekwa kombe anamsumbua mwenzake. Wao wenyewe wanatujua sisi tunabeba mara nyingi kwa mgongoni kwao. Tena likiwa kombe mbele, wao wachukui. Yani kombe likisimama mbele, yani kuchukua yani kama kunguru kama amemnyea binadamu. Lakini vikombe 90% sisi tumebeba, wao labda wana 8% tu au 7% katika ile back to back ya kombe uwanjani, na sisi ndio tutakatubebe. Hawatuwezi. Na tuambie hii tunaitaka NBC 24-25 ije klabu ya Simba Sports Club, na hilo kombe tunabeba kupitia pointi zao wao walizokuwa nazo. Wale sisi wana pointi zetu. Mechi ya kwanza Asante Kayoko na mistake za Kevin Kinjili, Kibu Denis peke yake tu kasababisha penalty 5. Hii una Elim Panzo Kibishawala, hii una Joshua Mutale Budo kashaiva mama yangu, hii una Steven Dese Mkwala, wanapita wapi? Isaya Dede chumvi ya mawe. Mwanzo yuko Kibu Denis Prosper peke yake. Sawa Kibu Denis penalty 5 Kayoko kameza kachukua na maji kanywa. Penalty 5 za clear penalty na kundu makosa kibinadamu, penalty 5 na hajafungiwa. Lakini hii una Elim Panzo Kibisawala, una Christian Mbida Ateba, una mtu mpaka sasa hivi ambaye ndo anaongoza kwa magoli mpaka maassisti Jencha Zawa, una Steven Dese Mkwala. Wanapita wapi sasa? Kwa mfano hebu niambie wao wanapita wapi? Na ndio maana tunasema waache wapige kelele. Tunamaliza shughuli zile Kagera Sugar kesho Jumapili. Baada ya hapo tunabakiwa na kazi moja tu ya kuhakikisha tunawaonyesha kwamba sisi sio watu wa mbeleko wa kubebwa mgongoni. Sisi watu wa mpira na tutakibonda, na wao watajua sisi watu wa staili gani. Tutanyamazisha kelele zao zote, na baadaye sasa ndo yatakuja maneno, kwa sababu wamepambana, wameruka, hawachezi, wamekubali wanacheza. Na mimi leo nashindwa kuelewa yani wenzangu wa Simba kwa nini wanapenda kuyumba yumba. Aliyokuwa anasema achezi ni Simba au nyuma mwiko. Nyuma mwiko ndio walitangaza hawachezi na waliandika mafulana hawachezi. Watu wa Simba walaga huo ushamba. Na wao ushamba tu. Kwa sababu kwani Simba kazi yake nini? Tumetoa michezo yote, tunacheza mpira wa miguu tu. Hapo leo mimi niandike hatuchezi mpira wa miguu. Mimi nitakuwa ni mshamba, ni mwandazimu. Sawa? Tunachotakiwa tucheze mechi. Mechi yoyote ile haiamuliwi nje, inaamuliwa ndani ya pitch. Na ndio maana unakuta hawa viongozi wa klabu ya Simba ni wapongeze kwenye hili. Baada ya kusema mechi imetolewa tarehe 15, kwa sababu wana uhakika na wanachokifanya, na uhakika timu yao iko bora, wako kimya. Kama ukitaka kujua hii mechi inachezwa, njoo tarehe 25. Kama 11 kamili jioni. Kama unataka kujua hii mechi inachezwa tarehe 25, ukienda saa 11 mpira unakuwa ushaanza, unawezekana usiingie kwa wakati. Wewe fika pale saa 5 pale Benjamin Mkapa. Hapo ndo utajua mnyama lunyasi, mnyama ambaye kajeruhiwa yuko huko, yani yuko anatikisa manyoya, anataka kujua hapa kuna kiumbe gani kinakatisha hapa. Anaunguruma vibaya mno makucha. Tarehe 25 sogea. Na wazuie tena mazoezi hiyo tarehe 24. Unawaambia kama wao wamba waende kuzuia mazoezi yetu tarehe 24. Unatuma message. Kama wao wamba wakazuia mazoezi yetu tarehe 24 ndo atajua sie nani. Bwana wale wanaweza kazuia, wenyewe wanasema ndo wananchi. Kama wao wamba waende wakazuia, hata hivyo wanajifanya wao ndo wamepanga tarehe. Waongo, watu wanasema matakwa yao yamesikilizwa na wao ndo wamepanga tarehe. Wale wa shamba hawajataka matakwa. Ngoja, mechi ya tarehe 8 kapanga nani? So bodi ya ligi alosema haendi kucheza ni nani? Mnyama Simba ilichezwa mechi kuchezwa? Haikuchezwa. Mechi ya tarehe 15 alipanga nani? Hawakupanga bodi ya ligi? Alipanga bodi ya ligi. Haya, mechi hii ya tarehe 8 na ya tarehe 15 walikuwa wanakataa kucheza, so wao. Hii ya tarehe 15 sio walikuwa wamekataa wao. Sasa hii mechi ya tarehe 25 sio wanasema hii haina kipengele, na haina kipengele kweli, kwa sababu walopanga hii mechi na mikakati ya hii mechi yote imetoka kwenye sehemu muhimu na sehemu takatifu, ili kwa kuadhirishia kwamba sisi wana ubaya ubwela tunaunguruma popote. Tutawaonesha kila mwana Simba ajue kabisa kwamba hiyo siku ambayo hao wanasema si hatuchezi, tutakutana Benjamin Mkapa.
Ndio. Hapo umezungumzia, tumalize na ile Shabani, maana hiyo ni sehemu muhimu ya logistic kuelekea katika mchezo, kwa maana ya waamuzi ambao wanaenda kuchezesha huo mchezo. Waamuzi wengi wameonekana kulalamikiwa sana, kama hivyo ambavyo nyinyi mnaamka Yoko nini. Bila shaka atapewa Rajiga, maana ndio refa ambaye anaonekana hii michezo kidogo anaimudu. Kuelekea katika mchezo huu kwenye kitengo cha waamuzi, una kipi cha kuzungumza? Waamuzi sio kama hawajui kuchezesha, wanajua na wanatafsiri sheria 17 zote, wanajua maana ya sheria 17, ila waamuzi wanakuja kwa maelekezo. Sasa tunatoa angalizo. Kila mtu anapajua nyumbani kwa mtu. Kila mtu Mtanzania anapajua nyumbani kwa Mtanzania mwenzie, anapolala, anapooga, anapokunya, anapokula. Tunaongea maneno hayo tukiwa serious kabisa. Kama umechaguliwa kuchezesha mechi, chezesha mechi katika sheria 17. Mpira unachukua roho za watu mikononi. Kuna watu makosa ya binadamu mechi. Tunawaambia mapema. Na sisi tushalijua hilo. Na tuwaambie, tushatengeneza mikakati yetu. Kila mtu anapajua mwenzie anapolala. Nadhani kauli watu hawajaielewa hii. Kila mtu anapajua mwenzie anapolala, anapoishi. Kila mtu anapajua mwenzie anapolala na kuishi, na ndio lazima ulale. Kila mtu anapajua mwenzie anapolala na kuishi. Sasa ole wako upewe mechi, alafu utuletee mipango yako isiyoeleweka. Sisi ndio tutakuwa ndo wale tusojulikana kweli. Sisi ndio tutakuwa tusojulikana. Yaani hili neno tunasema kwa sababu kwenye mpira watu wanatia hela, kwenye mpira watu wanapoteza maisha, kwenye mpira watu wanapata mapresha, kwenye mpira watu wanapata stoku, kwenye mpira watu wanafanya kila, kuna mpira watu wana riski maisha yao. Kuna watu wanatoka mikoani kuna watu wanafilisika. Kwenye mpira kuna watu wanatoka mikoani huko na magari wanapata ajali. Nimeona watu wa nyuma mwiko juzi wanatoka Mbeya wamepata ajali, wanapata mpira. Leo wewe mwamuzi umetoka nyumbani kwako tu, mkeo kashakuandalia, kashakunyoshia nguo zako, unakwenda kutuzingua. Kila mwamuzi tunamjua anapolala. Twanga sheria 17, mpira uchezwe, kila mtu ashinde kihalali. Ole wako mwamuzi, ole wako mwamuzi. Sikuna watu wajulikani. Sisi na ndo wakijani zaidi, yani sisi ndo tujulikane kabisa sasa. Yani sisi ndo tujulikane, tunakuwa weusi hatujulikani. Sasa wewe fanya huo mambo yako unaofanya, afu sisi tu wetu tunakujua unapata. Kosa ya kibinadamu Shabani. Sio makosa ya kibinadamu kila siku hapo kwa upande mmoja. Ina maana wewe umekuja pale kwa maagizo. Sasa kama kuna sehemu unalala, kama kuna sehemu unakula, kama kuna sehemu unajificha, unajihifadhi, basi waeke marefa mpaka nyuma ya goli ili makosa siwepo. Unawezekana marefa wakata uwanja mzima, lakini wakakubaliana kufanya makosa. Nimeona juzi, sitaki itokee, kuna muamuzi huyu, nadhani ligi ya Kongo, katoka na machela msaada, watu wamemshika yuko hoi. Kilichomtokea wafuatilie kwenye mtandao, wamuulize mwamuzi mwenzao, unajisikiaje, mwili unauma au mwili au mchungu? Wampigie simu kabla hajaenda kuchezesha. Wampigie kwanza yule. Mimi nakwambia hivi, si tunahitaji mpira uchezwe ili watu watumikie. Benjamin William Mkapa, uwanja unaingiza watu 60,000. Imagine, fikiria watu 40,000 au 35 wakija kukuvamia mule ndani, wewe unafanyaje? Chezesha mpira, umebeba familia za watu ule mpira. Ule mpira umebeba roho za watu. Ule mpira umebeba vitu vingi vya watu. Chezesha sheria 17. Penalty hazikataliwi. Kuna mtu anakataa penalty halali? Hivi mtu kaenda kamkata kwanja mtu nyuma au mpira kashika kwenye box, kuna mtu anakataa? Lakini sehemu unaona kabisa muamuzi mpaka mtoto mdogo anaona wewe refa unanyamaza kimya. Kwa hiyo waamuzi tuwaambie, tunawapa angalizo. Hatuwatishi. Wachezeshe mpira kihalali. Sisi tunahitaji mtu akishinda ashinde kihalali. Akifungwa aondoke pale anakunguta makalio yake anatembea. Hatutaki malalamiko ya muamuzi, sio kwa sababu waamuzi, mimi na uhakika kabisa na najua waamuzi wanajua sheria 17 tena tiifu, kwa sababu wanasomea na kila siku wanaingia darasani na wanakumbushwa kanuni na sheria za mpira ambazo ni 17 ziko muda mrefu. Muamuzi akisema yeye sheria sijui, huyo ni muongo, anatoka huko na maagizo yake. Sasa ukija una maagizo yako maamuzi. Hii Tanzania na Watanzania tunajuana. Kama tunagongea sigara hii, basi na sisi tutakuja kugonga mlangoni kwako. Ndajuana. Sigara si wanatuambia hatari kwa afya yako. Mwenzio kavuta imepika nusu naona gonga. Na sisi tutagonga mlangoni kwako. Hiyo ya mechi tarehe 25, si kuna waamuzi 4.
watatu ndani, mmoja anakaa kwenye benchi, tumwambie tu kweli. Wachezeshe haki, kila mtu atoke pale amelizia. Kila mtu stimu yake bora. Nasikia jamaa anataka si Pakome, sio nani sio wanatamba huko. Au sio bane? Sasa kila mtu anajua kwa nini wazunguke waende kufanya mipango na wale waamuzi. Kama wewe uko vizuri kweli, Isaya Dede kama unaweza zungukaga hivi. Kama si wanazunguka, magiko na mtu anajiamini sana kama na mipango. Si ile mechi tumeona Kibu peke yake penalty 4 au 5. Cheka kama mtoto ambaye vile labda kachukuliwa hivi, kashatengenezwa kachumbari mzuri ya saladi, na ni saladi mzuri, katengenezwa nini anaambiwa kula kapakatwa, anacheka cheka tu anakata penalty kifarafara. Tuwaambie hivyo vitu hatuviruhusu na tuwaambie tuko nyuma yao. Kwa sababu tushajua wanaochezesha ile mechi. Na kila sehemu unapokanyaga Simba Sports Club na ubaya ubwela upo. Kwa hiyo kila unapolala nani unaweza kutupa exclusive hiyo? Waamuzi wote tunawajua wanapoishi. Ubaya ubwela na watu wa Simba wako nchi nzima au dunia nzima. Wanaochezesha hiyo. Kila nani? Si hawa waamuzi wetu. Simesikia la jiji ya mtoto wa nani? Au tuelesha nusu finali ya Black Star kule Babati. Basi tunamwambia hamna tatizo. Babati. Sijui Singida hapo nyumbani. Hawa anaishi hapa Dar es Salaam. Vizuri tu. Kila unapokanyaga ubaya ubwela upo. Kwa hiyo sisi tushafanya uchunguzi wa waamuzi na tunawajua waamuzi wote, sio kama tuwajui. Ila hiyo siri yetu inabaki kwenye mioyo. Waamuzi wote tunawajua na tunawajua wanapoishi. Wachezeshe sheria 17 watu waone mpira. Hatutaki propaganda katika mpira, watu wanatia hela. Kuna watu wanapoteza maisha jamani. Katika huu mpira. Hivi wewe fikiria leo mtu unasafiri kilomita karibu 1500 unafuata mpira. Sawa. Leo watu wameondoka na ndege wameenda Moroko kufuata mpira. Hapo wewe muamuzi tu ghafla tu unakuja kuamua mechi vile kwa matakwa yako. Hatutoruhusu hiko kitu. Mimi nataka uniambie cha mwisho tumalizie tarehe 26. Maana vitu vingi ambavyo umeshawahi kuniambiaga vinatokea. Sijui unaangaliaga nini au ni uzoefu wako mkubwa kwenye mpira. Tarehe 26. 26 nazungumza baada ya mechi sasa. Utanialika nije nikaliangalie kombe kwa karibu? Ama unaliona kombe alitakuja kweli? Mimi niwaambie tu wana Simba. Wanaoamini waamini waje Benjamin Mkapa. Wasioamini wasiwakatishe wenzao tamaa. Timu hizi zina mila zake. Kila mtu anamuomba Mungu anapopajua yeye kwa mila yake. Kuna mwingine yuko kijiji kwa ambacho hata wewe Isaya Dede hujafika, hata mimi sijafika. Lakini anatia udhu, anaiombea Simba ishinde kwa kila mechi. Kuna mwingine unamuona anapiga kelele huko barabarani mitaani Dar es Salaam kila siku kwenye mitandao, lakini akitoka nyumbani anaoga tu, anachukua nguo yake anavaa, anafunga laba yake, anaenda uwanjani. Hata kumwambia Mwenyezi Mungu naomba leo mimi naenda kwa Benjamin Mkapa timu yangu ya Simba ishinde, hana iko kitu. Kwa hiyo mimi naomba kama uamini usiwapotoshe wenzio. Mechi hii ya Simba Sports Club tukifungwa tunafungwa wote. Usijifanye wewe hujaenda uwanjani. Tukishinda tunashinda wote. Kama una nia yako kwenye nafsi yako, muombe Mungu wako. Kama una kitu chako cha kufanya, basi muombe Mungu wako tupate matokeo. Hii mechi ya kwetu na sisi tunapata matokeo. Isaya Dede cha kuwaambia watu hiyo tarehe 26. Ndio. Mechi inaisha, kombe liko pale uwanjani. Tunapiga oya kutoka pale mpaka klabu ya Simba pale mtaa Msimbazi, Simba Sports Club. Tukiwa tumefunga barabara zote, tunaenda Simba Sports Club na hatutoenda kwenye klabu ya mtu mwingine sababu ushamba huu hatuna. Wao ndio wanaua ushamba. Tutatoka na burudani yetu na vijana wetu na kombe letu na wachezaji wetu ambao ni makamanda walotupambania mpaka klabu ya Simba. Tutafanya furaha zetu. Baada ya hapo tutapanga programu nyingine, tujue tunafanya sherehe namna gani. Wana Simba, narudia tena, kama una imani yako ulokuwa nayo, ukiwa we Mkristo, Muislamu, ukiwa usijui msabato nani, omba Mungu wako, iombe timu yako, achana na propaganda na maneno. Kama mpagani, sichukua hata kama jiwe liweke mbele, liamini wewe si mpagani. Liamini lile jiwe, liombe kwamba naiombea timu yangu ya Simba ishinde. Achana na wewe kama Freemason, nenda katika ile mizimu ambayo ile mizimu ile inaotoka inatisha, mimacho inatoka kama inatoa moto. Nenda kaombe kwamba mimi hapa naomba Simba Sports Club ishinde. Tuachane na propaganda za watu wengine. Mechi ya tarehe 25 tukifungwa sifungwi Shabani, tukifungwa afungwi Musa, ikifungwa afungwi Saidi, tukifungwa tunafungwa Simba wote. Tusiwe kama hao nyuma mwiko, akili zao zimetoka. Wamesema 5 kafungwa Mchunga, lakini Mchunga leo kaondoka, 5 zimebaki wapi?
Kwa hiyo na ndio mimi niwaambie hata wana Simba Sports Club hakikishe tarehe 25 kama hauji uwanjani, omba dua iombee timu yako ya Simba Sports Club ipate matokeo, ila mechi ya tarehe 25 wana Simba tunaitaka na lazima tutaenda kupeleka ubaya ubwela zidi ya nyuma mwiko inshallah. Bwana mimi nikushukuru sana Shabani. Nashukuru sana Isaya Dede, chumvi ya mawe, mwamba kweli kweli. Ndio. Nashukuru. Bwana mtazamaji wa Spoga na mwana michezo mwenzangu, tulikuwa tunazungumza na kiongozi mwandamizi wa tawi la Mpira Pesa Magomeni Mikumi, Shabani Mpira Pesa. Bwana amezungumza mambo mengi, lakini kikubwa yeye akiamini dabi ipo tarehe 25 itafanyika pale Benjamin Mkapa kama ambavyo imepangwa. Mimi ni Isaya Dede, Umoja wa Mataifa, chumvi ya mawe, Mwintu Brigado.